Hello ndugu mfanya biashara. Leo kama uko karibu na kalamu na karatasi, hebu kamata kalamu yako na karatasi kwa dakika chache tu hizi 2-3, tupeane maarifa kidogo. Na leo nitazungumzia zaidi kwenye swala zima la athari. Leo nitatoa athari 6. Athari ngapi? 6 za kuwa na biashara ambayo haijasajiliwa. Najua watu wengi sana wanafanya biashara zao na wengine wana mabrandi makubwa, lakini wengi sana hawajasajili biashara zao. Sasa nataka nikupe athari 6 leo, 6 tu ambazo zitakufanya wewe mfanya biashara kupoteza biashara yako ndani ya muda mfupi kwa sababu ya kusajili biashara yako. Athari ya kwanza ambayo tutapisha nayo ni athari za kisheria. Athari hii ni athari kubwa sana, kwa mfanyabiashara, kwa sababu usipokuwa na access ya kusajili biashara yako, basi mamlaka husika zinazohusika za nchi katika usimamizi wa umiliki wa biashara watakuja kukufungia biashara yako au kukutoza faini au kukufungia kabisa biashara yako. Hiyo lazima ulifahamu, na ni kitu muhimu sana kukijua hichi, kwa sababu watu wengi hawajui ni wapi wanatakiwa kusajili, wanatakiwa kuona mamlaka zipi, wanatakiwa kumuona nani ili waweze kufungua biashara. Kwa hiyo lazima ufahamu pia kisheria. Wewe kutokufahamu hizo mamlaka husika hazizuii sheria kutokufuata mkondo wake. Kwa hiyo kwanza, athari ya kwanza kabisa ni athari ya kisheria, kwamba hiyo biashara yako haijalishi na ukubwa kiasi gani, inajulikana na watu wangapi, inaweza kufungiwa, lakini pia inaweza kutozwa faini na mamlaka husika. Na mamlaka husika ambazo sasa hivi ziko chini ya usimamizi wa umiliki wa biashara tunazifahamu. Kuna BRELA, ambayo hiyo BRELA ni kwa ajili ya usajili wa kampuni au jina la biashara au nembo ya biashara. Kwa hiyo BRELA, lakini nyingine ni kuna hizi TRA, wewe kuonekana kama kuwa ni mlipa kodi kama mfanyabiashara ambaye unalipa kodi ya nchi, lakini kuna halmashauri hizi kwa ajili ya kutoa hizi leseni na vibali vidogo vidogo. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba hizo mamlaka husika zikigundua au zikibaini kwamba unafanya biashara bila kufuata taratibu za usajili, biashara yako itafungiwa hata kama inajulikana kwa kiasi gani. Naomba niende athari ya pili, kukosa uaminifu. Unakosaje uaminifu? Wateja wakubwa wa makampuni hawawezi kufanya kazi na biashara isiyo rasmi. Unaweza ukajikuta wewe unafanya biashara za kuingiza shilingi 2-3 tu kila siku, unasema mimi biashara yangu ni ngumu, kazi yangu ni ngumu, sipati wateja wa kueleweka, sipati watu wa kueleweka. Lakini shida sio kwa sababu biashara yako ni mbaya, ni kwa sababu biashara yako haijaaminika, inakosa uaminifu kwa watu ambao wanafanya biashara kubwa. Kwa nasema kampuni yako inaitwaje, au jina la kampuni yako ni nini, au jina la biashara yako inaitwaje? Unataja tu jina, lakini ukiangalia kwenye documentation haupo. Kwa hiyo mtu anapata wasiwasi kuona kwamba siwezi kufanya biashara na huyu mtu kwa sababu sijui, hana background, hana chochote. No matter anajulikana, labda unajulikana zaidi kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye Facebook, lakini katika reality ya kimakaratasi una address. Kwa hiyo unakosa uaminifu mkubwa sana kwa watu kufanya na wewe kazi. Lakini kitu kingine, unakosa huduma muhimu. Huduma muhimu mojawapo ni huduma za kibenki. Huwezi kufungua bank account, huwezi kupata mkopo. Kwa sababu gani? Kwa sababu biashara yako haina usajili. Kwa hiyo unapofanya usajili, vitu vingi unaweza ukaokoa. Mojawapo ni kupata hizi huduma za kibenki. Kwa hiyo unatakiwa kusajili biashara yako ili uweze kupata hizi huduma muhimu. Kwa mfano, huduma za kuwa na bank account, kuhifadhi pesa zako. Unaweza kufanya biashara ukawa unapata sehemu salama ya kuhifadhi pesa ambazo ni benki. Lakini pia ili uweze kukuza biashara yako unahitaji kuwa na capital ya kutosha, mtaji wa kutosha. Lakini huo mtaji unaupata wapi? Mtaji huo unaupata kwa kupitia mikopo, kupitia hizi finance na access tofauti. Sasa huwezi kupata kwa sababu ukikuangalia kwenye documentation haupo. Kwa hiyo ninakushauri ndugu mfanya biashara, bado hii athari kwako ni kubwa kwa ambaye bado hujasajili kampuni yako. Lakini kingine ambacho ni muhimu zaidi na ni kikubwa ni kukosa
zabuni au na mikataba mikubwa. Zabuni manake tenda. Kukosa tenda, unakuwa huwezi kupata tenda kwenye mashirika ya kiserikali au mashirika binafsi, kwa sababu hujakidhi vigezo vya wewe kupata vitu vikubwa. Kwa hiyo unasema mbona mimi biashara yangu nakosa kupata wateja wakubwa, ama biashara yangu nakosa kupata mikataba mikubwa ya kufanya nayo kazi, nakosa kupata tenda, nakosa kupata kazi serikalini. Ni kwa sababu gani? Hayo yote ni kwa sababu ya kushindwa kusajili biashara yako. Kwa hiyo unajikuta unafanya biashara, unashindwa kufanya kazi na serikali, unashindwa kufanya kazi na mataasisi makubwa, unashindwa kufanya na watu wakubwa biashara. Ni kwa sababu ya wewe kukosa uaminifu wa kutokuwa na usajili wa kampuni yako. Lakini point ya 5, unakuwa hauna ulinzi kwenye biashara yako. Yaani hauna ulinzi, na hii ni muhimu sana ufahamu. Unapokuwa hujasajili biashara yako, kwa mfano naweza kujiita mimi Gladness Beauty Center, na ikafanya vizuri sana Gladness Beauty Center, ikawa inajulikana sana, lakini sijasajili jina la kampuni yangu, sijasajili jina la biashara yangu. Leo ghafla anatokea mtu anaenda kwenye mamlaka husika, anasajili lile jina, anajiita Gladness Beauty Center, na wewe unakosa umiliki. Kwa hiyo unajikuta ile brand yako ambayo labda umepambania kwa miaka mingi au umepambania kwa gharama kubwa, inakuwa huwezi kupata umiliki tena. Unakosa namna ambavyo unakuwa hauna tena umiliki halali wa kuweza kufanya biashara yako. Na mbaya zaidi sasa, unapokosa umiliki, ambao ni pointi ya 6 na kwenda, unakosa uhalali kisheria. Kwa hiyo mtu akienda kusajili jina la kampuni yako, akisha sajili, alafu wewe leo ukatoka ukaenda kwa claim kwamba hili jina ni la kwangu, huwezi kupata uhalali wa lile jina. Kwa hiyo unajikuta unaingia kwenye changamoto ya jina, aidha kubadilisha jina lingine na kusajili, na kupoteza aidha wateja au watu wako wa karibu ambao ulikuwa unafanya nao biashara. Ni kwa sababu gani? Sheria haiwezi kukuguide wewe. Hakuna mahali popote ulipojisajili, hakuna mahali popote unapoonekana kwenye documentation. Lakini ukiweza kusajili biashara yako, kwanza security yako inakuwa ni kubwa, hakuna mtu mwingine. Lakini nje ya hapo pia mtu anaweza kuja kusajili jina, alafu tena akaja akakuaccuse tena wewe mwenyewe kwamba unatumia jina lake kujinufaisha. Hivyo anaweza kukufungulia kesi, hivyo anaweza kukuambia ukaomba umlipe fidia ya pesa anazokudai, labda anaweza kutaja billions of money au millions of money, atakuja kuua biashara yako. Kwa hiyo nikushauri sana, kwa athari hizi chache ambazo nimezitaja, athari ya mwisho ni changamoto za ukuaji. Unakuwa unapata changamoto kwenye kukua kwenye biashara yako. Kwa sababu gani? Biashara yako haiwezi kuwa kivutio cha wawekezaji. Hakuna mtu anaweza kuwekeza kwenye brand ambayo haijasajiliwa, haina usajili. Kwa hiyo unajikuta wewe kila siku unafanya biashara, lakini hakuna sehemu una move, hakuna sehemu unasogea, unalalamika masoko hayakuoni, unalalamika biashara ni ngumu, unalalamika nini, lakini kwa sababu gani? Umeshindwa kusajili biashara yako. Kwa hivyo ninakushauri sana na ninakusihi sana, ndugu mfanyabiashara, sajili. U&I Consultancy tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe na kukurahisishia vitu vingi sana kama mfanyabiashara. Moja wapo package tulionayo ni package ya kukusaidia wewe kusajili kampuni yako, kusajili jina la kampuni, kusajili nembo ya kampuni yako, kwa lugha nyingine inaitwa trademark. Tukusajilie trademark, tukusaidie kampuni, tukusaidie business name yako. Lakini pia tutakupa access ya kutoa TIN number, tutakusaidia pia kupata leseni yako ya biashara. Hivi vitu vyote ukiweza kuvifanya hapa kwetu sisi, itakupa wewe uhuru, itakuongezea wewe nafasi nyingine tena ya kuweza kufanya biashara yako katika ulinzi, katika sheria, na ukaweza kukua zaidi na zaidi, na watu kukutambua wewe kisheria, lakini kukutambua katika uhuru wako katika biashara yako. Kwa hiyo karibu sana U&I Consultancy, bado tunaendelea kuwafundisha. Stay tuned, kaa karibu na sisi mara kwa mara kwa ajili ya hizi update 2-3. Ukitaka kuwasiliana nasi, basi wasiliana nasi kwa namba 0768 291
219, 291 219 0768. Lakini pia ukitaka unaweza kutu email kana info@uni.co.tz, lakini unaweza kutembelea website yetu ya www.uni.co.tz, na sisi tunapatikana hapa Victoria, jengo la BMTL floor ya pili. Jamani, karibuni sana kwa ajili ya kukuhudumia, and we wish you, tunatamani kuona soko la Tanzania likiwa kubwa na likipanuka zaidi na zaidi. Asante sana.